Haligani na habari yako mpenzi mtazamaji wa Simba TV. Ni juma lingine tena katika kipindi chako bora kabisa cha michezo, na wewe mpenzi mshabiki mwanachama wa Simba Sports Club unaitamani kufahamu, kujua na kuona taarifa ambazo zinahusiana na klabu yako, si mahala pengine, ni hapa katika kipindi chako cha Simba TV. Katika kila juma kuna mengi mazuri ambayo huwa tunakuletea mbele ya macho yako yanahusiana na klabu yako pendwa. Katika juma lililopita kuna baadhi ambayo tulikuletea, lakini pia katika juma hili kuna mengi mazuri ambayo tutakuletea pia. Mtayarishaji wa Simba TV katika juma hili ni mimi Tobias Sebastian, ambaye katika juma hili kuna vingi vizuri ambavyo vimetokea. Sambamba na hayo, kwa machache kidogo ni kujuze kabla hatujaenda katika taarifa moja na nyingine. Story ya kwanza ni kocha mkuu wa kikosi chetu Fadlu Davis. Yeye amezungumza kuhusiana na maandalizi ya mchezo wa dabi ambao unafuata siku ya Jumapili, lakini pia semaji la CAF amezungumza vitu tofauti ikiwemo maandalizi hayo pia. Lakini pia daktari wa Simba Edwin Kagabo, yeye amezungumza kuhusiana na eneo hilo la matibabu na eneo hilo la utabibu, na nani amemzungumzia na nani amemwelezea, tutakuja kufahamu mara baada ya story hiyo kufika. Mwisho kabisa, semaji la CAF yeye amemaliza katika Simba TV ikiwa ndio story yake ya mwisho, akizungumzia Simba Sports Club kupata tuzo. Tutafahamu ni tuzo gani na nini ambacho Simba imeweza kupata ndani ya juma hili. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Fadlu Davis yeye amezungumza maandalizi ya kikosi chetu, namna ambavyo tumeanza maandalizi kuelekea siku ya mchezo. Ni mchezo mwingine wa mzunguko wa pili ya ligi kuu ya NBC. Sisi Simba Sports Club tutakuwa na mchezo huo dhidi ya watani wetu katika uwanja ambao mamlaka zitakuja kututaarifu, lakini kiujumla maandalizi sisi yanakwenda vizuri na kila kitu kipo vizuri kuelekea mchezo huo. Tumsikilize kocha mkuu Fadlu Davis nini ambacho anazungumza kuelekea maandalizi ya mchezo huo. Good afternoon. Wa alaikum salam. Mambo vipi? Fresh. Assalamu alaikum. Kwema. You good? Okay. You understand now? Mambo vipi? Kidogo. Thank you. Kocha. Tarehe 15 ipo haipo? We play. We're preparing like we play. It's a normal match. We prepare. Our players are excited for the derby, and let's enjoy a fantastic match. You know. How about preparation up to now? Preparation are good. We know young guys working hard behind the scenes, and they will come, and we will be ready. Inshallah. We're ready for match. We're ready. We prepare like normal, like every other match. Players are in camp, focused. We're ready for the match, inshallah. Thank you, coach. Thank you. Good job. Bwana vitu vimo kaka. Na Kiswahili anaelewa, unajua. Kiswahili anajua. Sababu swali lilikuwa la Kiswahili. Tarehe 15 imu akaanza kutiririka. Mtaalamu Fadlu Davis yeye akizungumza eneo hilo la ufundi kuhusiana na maandalizi ya mchezo mkubwa nchini. Sisi Simba Sports Club tupo tayari kwa ajili ya mchezo huo, na kubwa ambacho tunahitaji ni pointi 3 tu ili kuweza kujihakikishia kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Hatuna lingine, hatuna lolote. Tutakwenda uwanjani kama ambavyo mtaalamu Fadlu Davis ametoka kuambia. Sambamba na hilo, tumsikilize semaji la CAF Ahmed Ali. Yeye kuna vingi vizuri ambavyo amezungumza kuhusiana na klabu yetu, lakini pia kuhusiana na mchezo huo ambao uko mbele yetu. Kama ambavyo amesema mwalimu, sisi tunaendelea na programu yetu ya maandalizi kama kawaida, na tungependa kumwambia mwana Simba ya kwamba usiyumbishwe na wala usibabaishwe na wala usitikisike masikio yako. Tusikilize viongozi wako tunakueleza nini. Viongozi wa Simba tunakueleza kwamba mechi ya tarehe 15 ipo kama kawaida. Na sisi tunatoa wapi huu ujasiri? Tunaotoa kutoka kwenye kinywa cha bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, ambayo ndiyo inasimamia kuendesha na kuratibu ligi ya Tanzania. Wao kupitia maandishi wamesema mechi ipo na ratiba wameitoa, na wao kupitia mdomo wao, kupitia mtendaji mkuu bora kuwahi kutokea katika mpira wa miguu Tanzania pale kwenye bodi ya ligi Almasi Kasongo, amethibitisha ya kwamba mechi ipo.
Kwa mwana Simba wala usianze kuyumba yumba. Goma lipo kama kawaida tarehe 15 na sisi tunafanya maandalizi. Tangu tumerejea kutoka Babati Manyara kwenye mechi yetu ya nusu finali ya FA, kikosi kikaingia kambini, tukaanza programu ya mazoezi. Tumeanza mazoezi tangu wiki iliyopita. Hii ni wiki ya pili, bado tupo mazoezini, tuna focus kuelekea tarehe 15. Na tumewaeleza wachezaji wetu na benchi la ufundi kwa ujumla ya kwamba wasisikilize kabisa ngonjera zinazoendelea huko nje. Wao wafanye maandalizi yao kuelekea katika mechi husika. Hao ya nje waache huko nje, lakini kwenye technical aspect maandalizi yote yafanyike, na maandalizi yote yanafanyika, yanaendelea kufanyika, na mpaka muda huu nazungumza nawe Toby, tuko sawa sawa mno kuelekea tarehe 15. Wachezaji wote wa kikosi cha Simba msimu wapo vizuri kuelekea mchezo huo? Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Kulikuwa kuna changamoto kidogo za majeruhi kwa baadhi ya wachezaji. Dr. atakuja kuelezea mtu kama Musa Kamara ambaye alishindwa kuendelea kwenye mchezo wa finali ya CRDB nusu finali, mtu kama Valente Nouma alikadhalika. Sasa Dr. atakuja kuelezea kitaalamu kabisa maendeleo yao yakoje, lakini kiujumla tu ni kwamba wote wapo katika hali nzuri. Na jambo la kufurahisha zaidi, wachezaji wetu ambao walikuwa kwenye kambi ya timu ya taifa ya Tanzania, ambao wamecheza mechi ya kirafiki dhidi ya Afrika Kusini, wote wameshajiunga na kambi na sasa wapo kwenye kambi ya Simba wakiendelea na programu ya mazoezi kuelekea tarehe 15. Kwa kiujumla mechi yetu, maandalizi kuelekea mechi yetu ya ubingwa ya tarehe 15, kila kitu kipo sawa? Kila kitu kipo sawa, na nichukue nafasi hii kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club kuwasihi na kuwataka wana Simba kuja kwa wingi katika mchezo huo. Tiketi zitakapoanza kuuzwa, wana Simba tuhakikishe tumenunua tiketi kwa wingi, tuje uwanjani bila kuangalia tunakwenda peke yetu ama anakwenda na nani, lakini kila mwana Simba ahakikishe siku hiyo anakuja uwanjani. Ni siku ya kihistoria mno sisi kwetu wana Simba, na ni siku ya heshima ya mpira wa miguu Tanzania. Kwa wale ambao tayari walinunua tiketi zao kwa ajili ya mchezo wa Machi 8 ulioakhirishwa, tiketi zao wazitunze, watazitumia hizo hizo katika mchezo wa tarehe 15. Na tungependa kuona siku hiyo wana Simba tunakuwa wengi kweli kweli, kwa sababu faida iko mkononi mwetu. Hiyo ni siku ambayo tunakwenda kuunusa ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Tunakuwa tumeukaribia mno hiyo siku. Umeshawahi kupika pilau? Ukifunua mfuniko, ule mvuke unaotoka na moshi, huo unatoka na harufu. Unajua wameshaivisha. Sasa tarehe 15 sisi tunakwenda kunusa harufu ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Tungependa kuona tunanusa harufu hiyo ya ubingwa tukiwa wengi kweli kweli, na tunatamani iwe kama Simba Day fulani hivi. Wana Simba tuwe wengi kweli kweli. Usimfukuze huyo nyuki, anataka kusikiliza maneno mazuri. Kwa hiyo relax, mwacha aweze kutudhuru. Iwe kama Simba Day fulani hivi. Wana Simba tuko wengi pale uwanjani, maamuzi ya kikanuni yanafanyika pale. Kama mtu anakuja tunamfanya vibaya, kama mtu anaringaringa kuja tunamfanya vibaya. Mnyama anachukua pointi 3, tunabakisha mechi 2 za kwenda kukabidhiwa ubingwa. Tungependa kuona hili tukio kubwa la kihistoria linafanyika kwa mara ya kwanza katika mpira wa Tanzania. Wana Simba wengi waje uwanjani siku hiyo.
Ajila CAF, daktari wa kikosi chetu Edwin Kagabo, yeye amezungumza kuhusiana na wachezaji ambao walipata changamoto kila mmoja katika mchezo uliopita. Mchezo uliopita ulikuwa ni mchezo wa CRDB Cup tukiwa ugenini. Goalkeeper Musa Kamara Pimpin alipata changamoto, Chemalon Fondo, Valentin Noma pamoja na Mzamiru Yasin ambaye yeye kwenye kipindi kirefu hiki hajaonekana kutokana na majeraha ambayo yamekuwa akikutana nao, majeraha ambayo yamekuwa akimpa changamoto hiyo. Tumsikilize Edwin Kagabo akimzungumzia mchezaji mmoja mmoja, maendeleo na tayari wamesharudi na nini ambacho kila mchezaji anapitia hivi sasa. Lakini furaha na raha ambayo tunayo sisi wana Simba, urejeo wa wachezaji hao wote watatu, lakini pia ikiwemo Mzamiru Yasin ambaye yeye hajaonekana katika michezo kadhaa iliyopita, na tayari tupo kwa ajili ya mchezo wa dabi tukienda kamili gado kuhakikisha tunapata point 3. Huyu hapa ni daktari wa timu yetu Edwin Kagabo. Daktari, habari yako? Salama kabisa. Majukumu yanaendeleaje kwa ujumla? Majukumu yanaendelea vizuri, nashukuru Mungu. Tunaendelea na maandalizi. Sawa, vipi kwenye eneo la maandalizi hasa katika upande wako ukiwa head of medical team? Ya, maandalizi yanaendelea vizuri kuelekea mchezo wetu wa Jumapili, na kikubwa kabisa ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na changamoto ndogo, kama mtakumbuka mchezo wetu wa mwisho wa Singida na Singida Black Stars tuliocheza Manyara, wachezaji wawili walipata changamoto. Kamara alipata changamoto kidogo ya kifua, chest contusion, ilikuwa na effect zake. Ameweza kurejea kwenye mazoezi na yuko timamu kabisa, ameshaweza kuwa cleared medical, amerudi katika mazoezi. Mchezaji mwingine alikuwa ni Nauma Valentine ambaye alipata changamoto ya goti, alipata changamoto kidogo ambaye naye pia tumeshaweza kumclear, kwa ameweza kurudi kwenye mazoezi. Mchezaji mwingine Chemalon alikuwa na changamoto naye, lakini ameweza kurejea kamili. Mlikuwa mnamuona yupo katika mechi zetu za nyuma kwa dakika kadhaa, lakini sasa hivi status yake ni nzuri sana. Availability yake itakuwa sahihi kabisa kwa dakika zote. Pamoja na mchezaji wa 4 ambaye ni Mzamiru Yasin, hakuonekana kwa muda mrefu sana. Naye ameshaweza kurejea kwenye kikosi kwa maana ya kufanya mazoezi kwa muda wote. Mchezaji au group training ameshaweza kuwa cleared na anafanya mazoezi na timu kwa pamoja. Kwa hivyo in short ni kwamba tuna kikosi cha wachezaji karibia wote ambao wako tayari kwa mchezo, na so far maandalizi yanaenda vizuri. Hatujapata changamoto in between. Tunatarajia tutamaliza maandalizi yetu haya vizuri kwa kuwa na availability ya wachezaji wote. Nashukuru sana. Na asante. Ajila CAF Ahmed Ali alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walihudhuria Simba Sports Club ikikabidhiwa tuzo nyingine ya Super Brand, kwa maana brand ya pili kwa ubora East Africa kutoka mwaka 2024 hadi mwaka 2026. Tumsikilize semaji la CAF nini ambacho anazungumza mara baada ya kukabidhiwa tuzo hiyo. Super Brands Afrika Mashariki. Hii ni taasisi ambayo inajihusisha na kufanya utafiti na kubaini ni bidhaa ni chapa, kwa maana ya brand, ni chapa gani inafanya vizuri sokoni. Super Brand Afrika Mashariki, baada ya kufanya utafiti kwenye kipindi cha kuanzia mwaka 2024 hadi kufikia sasa na kuendelea mpaka 2026, moja kati ya tafiti zao imewapa majibu ya kwamba Simba Sports Club ni timu ambayo ina chapa bora ama ina brand bora kuliko vilabu vingine vyote Afrika Mashariki. Na kwa mara ya kwanza hii Super Brand imehusisha vilabu vya mpira wa miguu. Mara nyingi imekuwa ikifanyika ikihusisha taasisi mbalimbali, vyombo vya habari, makampuni ya bidhaa mbalimbali ambayo yamekuwa yakihusishwa humo. Sasa kwa mara ya kwanza mwaka huu wamehusisha vilabu vya mpira wa miguu. Kwenye kuhusisha vilabu vya mpira wa miguu, Simba Sports Club tumeibuka namba 2 katika orodha yao, iko top 10 kwa maana wa kwanza mpaka wa 10.
Simba Sports Club kwenye hiyo orodha tumeshika nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza ni kampuni ya Colgate. Nafasi ya pili inashikiliwa na Simba Sports Club. Kwa hiyo Simba ni chapa bora nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Nikisema chapa bora, maana yake tuna brandi bora kuliko taasisi nyingine, makampuni mengine na bidhaa zote ambazo unazifahamu wewe Tanzania. Achilia mbali za mpira wa miguu ambazo tumeziacha mbali, lakini hizi za zilizopo Tanzania na Afrika Mashariki, sisi tunashika namba 2. Na wanaangalia vitu gani? Kwanza wanaangalia ubora wa bidhaa unayozalisha. Hilo la kwanza. La pili, wanaangalia consistency. Yaani mwaka jana umetoa bidhaa gani, mwaka huu umetoa bidhaa gani yenye ubora wa kufanana, sio leo hivi kesho huko. Na ya tatu, wanaangalia following, namna ambavyo unafuatiliwa zaidi. Haya ndio maeneo matatu ambayo wanaangalia, na wanauliza watu katika maeneo yao. Wanamfuata mtu randomly, bana wewe unafikiri ni brandi gani bora hapa Tanzania? Mtu anasema tu Simba Sports Club. Kwa hiyo wamefanya huo utafiti wao, na majibu waliopata ni kwamba Simba ni chapa bora nchini Tanzania, na ndio maana tumetunukiwa hii tuzo ya Super Brand Afrika Mashariki. Inasema has achieved, yani Simba Sports has achieved Super Brand status. Yani Simba imefanikiwa kupata Super Brand status, hadhi ya Super Brand, following, kufuatia strict selection process. Strict imechanganya kidogo. Selection process, yani mchakato wa kuchaguliwa by the Super Brand Council, kwa maana ile baraza la Super Brand and consumer from across East Africa, na watumiaji ama walaji kutoka Afrika Mashariki. Umeelewa vizuri Tobi? Vizuri kabisa. Na umeiva sasa hivi. English yangu imenyoka. Umerudi shule nini sasa hivi? Umeiva sasa hivi. Sasa hivi umeiva. Kwa hiyo huu ndio ujumbe wake kwamba Simba Sports Club tumefanikiwa kupata status ya Super Brand, kufuatiwa kuchaguliwa na Super Brand Council pamoja na walaji kutoka Afrika Mashariki. Yaani kuna watu kutoka Uganda wametuchagua, kuna watu kutoka Kenya wametuchagua, kuna watu kutoka Tanzania wametuchagua, wenye roho nzuri wametuchagua, wameichagua Simba Sports Club. Sasa turudi kwenye categories 3 hizo ambazo nimekwambia wanaziangalia. Tuje kwenye ubora wa bidhaa. Bila shaka Simba Sports Club tumekuwa na bidhaa bora sana. Bidhaa bora kwa maana gani? Bidhaa bora kwa maana team yetu tuliyokuwa nayo inawapa watu kile kitu ambacho wanataka katika nafsi zao. Sisi kazi yetu kubwa ni mpira wa miguu. Bidhaa yetu ni mpira wa miguu. Kwa hiyo timu yetu inatupa ile status ya kupata bidhaa bora. Lakini kingine ni consistency. Yaani mwaka jana umefanya nini, mwaka huu umefanya nini. Wakati sisi tunaishia robo finali kila siku, watu wanacheka, tukawaambia inawezekana kweli tunafeli, lakini consistency ndio jambo la msingi mno kwenye maisha. Umeshuhudia consistency tuliyokuwa nayo kwenye mambo mbalimbali imetupa status ya Super Brand. Na mwisho ni kwenye following, kwenye kufuatiliwa. Hili ndo alihitaji hata kupiga ramli. Yaani hakuna timu inayofuatiliwa Afrika Mashariki hii kuliko Simba Sports Club. Kwa tumestahili hii tuzo. Lakini faida yake ni nini? Faida yake ni kwamba hii tuzo inafahamika worldwide. Maana yake ni kwamba hivi sasa Simba Sports Club tunapokaa kuzungumza na mtu kuhusiana na mambo ya kibiashara, tunamwambia sisi sio wa kawaida, sisi ni Super Brand. Thamani yetu imepanda, thamani yetu imesogea juu. Kwa hiyo tunakuwa na wanaita ile power of bargaining kwa sababu ya hii Super Brand. Na kama haitoshi, viko vilabu vichache sana venye tuzo ya Super Brand.
Barcelona, kama vilabu 4-5 tu hivi Simba Sports Club ameingia hapo kwenye. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwanza, kwa hiyo kwenye group lile la wasemaji wa timu ambazo zina hii tuzo ya Super Brand, upo wewe, msemaji wa Barcelona na wengine mnazungumza Man City, kitu kama hicho. Tena kuangalia vizuri wenzangu nipate kuwakumbuka. Lakini status yetu hasa kwenye maeneo ya kiuchumi, kwenye maeneo ya financial, status yetu inapanda zaidi kwa sababu tumepata hii tuzo. Tunakuwa na jeuri ya kuweza kunegotiate na mtu, lakini hata wachezaji wanashawishika kwenda kwenye brandi ambayo inauzika. Wewe mwenyewe ni shahidi, kuna wachezaji tumewaleta hapa from nowhere, lakini baada ya kufika Simba, kwa kuwa wamejiassociate na Super Brand, na wenyewe wamekuwa brand kubwa mno Afrika kwa hiyo ni kitu chenye maana kubwa mno, usikitazame kwa jicho la chongo. Mipango yote kwenye hii imekwenda vizuri? Imekwenda vizuri, tumepokea tuzo yetu, lakini hili linabaki kama deni sasa. Unapokuwa Super Brand mwaka huu, unatakiwa ku-maintain the next year uwe more Super Brand. Na ukiangalia sisi tumekuwa wa pili, lakini shauku yetu ni kuwa wa kwanza. Kwa hiyo utafiti huu unakava 2024 mpaka 2026. Our target 2026 2028, Mwenyezi Mungu akijalia, ukifanyika tena tuwe namba 1 pale, tumshushe yule aliyepo namba 1 pale. Naam, mengi mazuri ambayo umeyaona katika Simba TV ndani ya juma hili ni maandalizi ya mengi mazuri katika Simba TV ndani ya juma lijalo. Kuna mengi ambayo wewe mpenzi mshabiki, mwanachama wa Simba Sports Club unatamani kuyaona, kuyasikia, lakini pia hata kuyafuatilia, utayashuhudia ndani ya Simba TV kwenye juma lijalo. Katika Simba TV ndani ya juma hili kuna mengi ambayo wewe ulitamani kuyasikia na kuyaona. Pengine ulikuwa uyajui, lakini sisi waandaji wa Simba TV ndani ya Azam TV tumetoka kukujuza. Usiache kuangalia Simba TV katika juma lijalo. Mwisho wa Simba TV ndani ya juma hili ni maandalizi rasmi ya Simba TV ndani ya juma lijalo. Mimi ni Tobias Sebastian. Usiache kuangalia na kufuatilia mitandao ya kijamii ya Simba, lakini pia usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV ndani ya juma lijalo.